Turudi kwenye issue ya Stephen Aziz Ki Evans. Ni mchezaji mzuri na tumeona impact alionyesha ndani ya Young Africans wakati akiwa hapa, mabao ya kutosha. Hata alipoondoka tulikuwa tunajadiliana kwamba mabao ambayo alikuwa akifunga Aziz Ki, nafasi ambazo alikuwa akitengeneza, nani atakuwa anafanya kazi hiyo. Lakini inawezekana kwamba Stephen anaerejea wakati huu sio yule ambaye aliondoka, au tumtarajie yule ambaye aliondoka Young Africans. History haichezi. Lakini alichokitengeneza ni kitu kikubwa, na ndio maana unajua imeshawishika pia club kwenda kutoa fedha na kumsajili, kwa sababu bado ana picha ya kile alichokuwa anakifanya. Ameenda kwenye vilabu vingine kidogo, inawezekana mazingira hayakuwa rafiki kwa upande wake, hakukuwa na hizo namna za kumfanya yeye ya shine. Lakini haimaanishi kwamba Stephen Aziz Ki ni mchezaji mbaya. Inawezekana akirudi kwenye ligi yetu ndio level na daraja ambalo anaweza kuperform kwenye kiwango kikubwa, kama ambavyo tumeona kwa wachezaji wengine. Aliondoka hapa Chama, aliondoka Jose Luis Mixon, wameenda huko walikoenda shughuli kawa ngumu, wamerejea hapa Chama akarudi kwenye ubora wake ule, watu wanamwimba Chama. Kwa hiyo inawezekana ligi yetu sisi ikawa ni standard ya Stephen Aziz Ki ambayo anaweza kushine kwa nyakati yoyote anayohitaji, kwa sababu tayari mazingira ya hii ligi anayajua, sio mgeni. Viwanja vya ugenini kavicheza, anajua mazingira yalivyo. Kwa hiyo kuna vitu vingi vinaweza vikawa ni faida kwake, na baadhi ya wachezaji ambao alicheza nao Young Africans bado hapo. Inawezekana ikawa ni faida nyingine ambayo yeye anaipata kwa mazingira ya club. Anakuta watu ambao aliwaacha bado hapo, sehemu ya viongozi bado iko pale pale. Kwa hiyo hivi vinaweza vikawa vinamfavor yeye kwenye kuja kuifanya kazi yake. Na kitu kingine, Young Africans wamesajili quality. Alichokifanya Stephen Aziz Ki wakati anaondoka ni ngumu kukiona. Tunazungumza alifunga almost goli 21, alikuwa na assist zaidi ya assist 5 kwa msimu huo. Kwa hiyo ni mtu ambaye alicontribute goli nyingi kwa upande wa Young Africans mpaka wanafanikiwa kwenda kutoa ubingwa. Alichangia kwa sehemu kubwa ya matokeo ya Young Africans ni kwa sababu ya daraja lilokuwa nao. Moja kati ya wachezaji ambao tunasema ni risk takers, yani anaweza kupiga pasi mahali ambako wewe ufikirii. Ni moja kati ya wachezaji ambao akijua movement za watu wengine tayari ni hatari, kwa sababu anajua runs ya Mudathir inahitaji pasi ya aina gani. Akiwa anakimbia Clement Mzize inahitaji pasi ya aina gani. Akiwa ni fullback ana overlap pasi ya aina gani nikiweka inakuwa inamfit huyu mtu, hatapata changamoto na huu mpira. Yeye mwenyewe akiamua kwa attempt from distance anaweza akapiga. Na kitu kizuri kutoka kwa Stephen Aziz Ki kwenye issue ya ku attempt, unaona anachokifanya kwa Palma. Ana press mpira, yani sehemu ambayo wewe mtu mwingine unataka kuja kuua nyoka, yeye ata press tu, anaweka kwenye eneo ambalo goalkeeper atateseka kwenda kutafuta mpira. Kwa hiyo Young Africans wamesajili quality ile ambayo iliondoka kwao. Kwa hiyo bado imani yao inawatuma kwamba atarudi kwenye lile daraja ambalo aliondoka akiwa hapa, na mazingira ya ligi yetu inawezekana yakawa kwake sio changamoto ya kuonyesha kiwango alichonacho. Lakini naona sasa hivi wanapigana kwenye nani tunampunguza ili Stephen Aziz Ki aingie. Nimeona kuna biashara pia Alan Okello. Ikishindikana Alan Okello kuuzwa, tunazungumza hapa yule beki wanamuita Komara ndiye ambaye atanyolewa, kwamba yani yeye watu hawana tena msalie mtume, watamnyoa. Lakini najiuliza akija Stephen Aziz Ki, inawezekana shughuli ya Alan Okello ikawa ngumu zaidi. Yani akija Stephen Aziz Ki, ukiwekewa hapa Alan Okello na Stephen Aziz Ki, mimi binafsi sihitaji hata kuulizana maswali, tumweka Stephen Aziz Ki kiwanjani. Ananipa kwenye baadhi ya maeneo ambayo kuna nyakati Alan Okello hawezi kukupa kwenye physicality. Tunazungumza kwenye batu ambayo inahusisha mwili, Alan Okello hawezi kukupa hicho kitu, lakini Stephen Aziz Ki anakupa akili, brain, game understanding ni kubwa ya Stephen Aziz Ki. Anaweza kufanya vitu vingi kiwanjani. Kwa hiyo inawezekana nafasi ya Alan Okello ikawa mashakani, kwa sababu tayari kwenye maeneo ya pembeni kuna watu wanacheza na wamesajiliwa. Kwa hiyo hii inatengeneza mazingira, lakini pia ni faida kwa Young Africans. Wanakuwa na options tofauti kwenye eneo hilo, kwamba yoyote atakayeanza tunategemea quality na product bora kutoka kwa huyu mtu. Kwa hiyo kwao hapa itategemea sasa ni nani, kama ni Alan Okello anauzwa au anasalia kwenye timu wanamkata mtu mwingine. Tunazungumza ukubwa na ubora wa kikosi unakuwa kwenye level kubwa sana. Kipindi hao watu wanafanya usajili, mimi niliuliza huu usajili wanaofanya ni wanaenda kucheza Premier League au ni ligi hii ambayo ina wakina Namungo? Nikatukanwa. Lakini
kinachoonekana sasa hivi watu wameanza kuihofia Young Africans kwa namna ambavyo wamefanya sajili zao. Umeona mechi yao dhidi ya Simba jana, tayari watu wameanza kuwa na doubt kwamba inawezekana watu wakashindwa tena kumatch kile ambacho Young Africans amekifanya msimu uliopita. Tunazungumza ali drop performance, lakini ni dhidi ya nani? Ni dhidi ya Yanga yeye mwenyewe, sio watu wengine. Na ni sehemu ambayo watu wengi walikuwa hawataki kukubali ukweli kwamba hii timu ime drop, haiko vile ilivyokuwa, lakini sio ya kukompea na watu wengine. Yani wao wenyewe ukichukua performance zao unaona kabisa ya msimu jana haikuwa bora, lakini hao watu wengine kumatch kwenye hiyo level imekuwa ni changamoto. Ndio timu ambayo imeconcede magoli machache zaidi kwenye ligi. Ndio timu ambayo imefunga magoli mengi pia kwenye ligi. Kwa hiyo hii inatoa tafsiri kwamba wakiwa kwenye standard yao ni tatizo lingine. Kama pale tu standard haikuwa kwenye hiyo level, watu wameteseka kwenye mazingira hayo. Tunazungumza kwenye msimu huu, sijui ni nini kitatokea ligi ikianza na vitakavyoendelea. Lakini kwa picha ya haraka tu ambayo imeonekana kwenye mechi ya jana na timu yao tu ilivyo, inatoa tafsiri kwamba hawa watu wanaweza wakarudi kwenye haya waliofanya misimu mitano iliyopita. Bado watu wakaendelea kupata tabu ile ile kwa sababu eneo lao la ulinzi linaonekana liko imara, goalkeeper bado ni yule yule, na wanazidi kuongeza wachezaji wengine, wameongezeka wakina Ture, tunazungumza una wakina Zukwani, una Kangwanda, ameongezeka Stefan Azizki, bado una Alan Okello kwenye hiyo timu. Kwa hiyo kuna vitu vingi kwao vimekuwa ni faida kubwa. Tusubiri msimu uanze ni nini ambacho kitatokea. Yeah. Okay, sawa. Ashraf, Aziziki akijiunga na viunge wengine pale Young Africans, tutarajie combination ya aina gani, na je combination yao inaweza kuwa tishio kama ambavyo ilikuwa wakati alipokuepo misimu miwili iliyopita? New coach, wachezaji wengi wapya wako pale na Yanga ilikuwa inatengeneza, lakini unajua Stefan Azizki kama chumvi. Popote utakapompeleka kwenye uhitaji wa chumvi, ukimweka anakolea, na test unayoitaka wewe utaipata kutoka kwake. Watu walimuona Stefan Azizki kwenye hizo mechi za mabonanza alizocheza hivi baada kutoka kule kipindi kile akiwa likizo. Yaani unamuona Stefan Azizki ni yule yule, brain aliyokuwa nayo, vision aliyokuwa nayo ni ile ile. Akifika Yanga sasa hivi kwa kile ambacho tumekiona, mimi kuna siku nakumbuka wakati tunashuti tangazo, tangazo moja nilikwambia kwamba kwa nilichokiona huko wa Victown, watu wakawa wanajua ni utani pengine. Kwa nilichokiona, ile timu inakimbia ikiwa na mpira na ikiwa haina mpira, na ina press sana. Hamna kitu kibaya kama kucheza na timu ambayo muda wote huwa inakimbia. Hakuna hiyo, yani ni shida kucheza nayo muda wote. Sawa? Sasa anaongezeka mchezaji ambaye ni mzuri pia kwenye piga zile pasi hatari, alafu mbele unashauri. Mind you, hapa ninachokiona kama hili dili la Okello kwenda Wydad halitokamilika, maana yake unatarajia kumuona yeye akiwa anacheza zaidi pembeni kwa maana ya Okello, and then kwenye nyuma mshambuliaji akasimama Stefan Azizki, kwa sababu ndio eneo ambalo anakuwa very comfortable. Kucheza pembeni kwa Alan Okello hakumlimit yeye kuingia ndani. Ataingia ndani, lakini kuna kitu utakosa kwa sababu tulishamuona zaidi akiwa anacheza pembeni na baadaye alivyokuja kucheza ndani. Unaelewa? Ndio eneo ambalo anakuwa comfortable zaidi. Kwa hiyo kutokana na squad kuongezeka, kuna mawili. Ni either acheze kutokea pembeni au mwalimu awe na balance kwamba leo utafanya player rotation, leo Azizki utacheza, kesho utacheza Alan Okello au mtagana dakika. Lakini kitu kikubwa ni kuwa na upana wa kikosi. Moja kati ya sifa ya kuwa na timu bora ni uwe na upana wa kikosi. Msimu uliopita Yanga kuna wakati walikuwa kaukani kuvae. Yaani squad yao ni ile ile na ilikuwa imechoka. Unaelewa? Kwa hiyo kuna wakati unaona competition ndio nilisemaje? Ndio kuuliza nilisemaje? Dili la Azizki halipo. Sasa kama Sara wewe ambao ulikuwa tunafanya kipindi hapa, unielewi au kwa kunielewa kama mzangu sasa. Vipi uko nje? Anyway, nilichokuwa nakisema ni hivi. Nilikuwa natoa mlolongo wa namna gani Azizki anatakiwa kupatikana. Sawa? Sara, unanisikia? Nakumbuka ulitoa. Nilikuwa natoa mlolongo namna gani Azizki anatakiwa. Na nikawa nasema kwamba Yanga hawataki kutumia hizi pesa sasa hivi kumsajili huyo mchezaji. Ndio. Kwa wakati huu ambao nilikuwa na ripoti, nikawa nasema hili dili alifanyaje? Halipo, labda kwa wakati mwingine. Sasa huo wakati mwingine ndio huu ushafika, watu wameenda kutoa pesa zaidi ya ile ambayo mwanzo walikuwa nakataa kutoa. Kwa ulikuwa unataka nikwambie wakati ule kwamba dili lipo wakati kwa wakati ule alikuwepo. Prince Mrina amenikumbusha, anasema Ashraf alisema dirisha hili dili la Azizki halipo. Sio halipo jamani. Yani
Unamtetea? Simtetei. Hapa mimi najaribu kuzungumza moja ya vitu ambavyo nimekuwa navizungumza mara kadhaa, huenda watu elewani. Unajua kuna tofauti ya kusikia na kusikiliza. Inawezekana watu tunasikia, hatusikilizi. Amini ninachokwambia. Sasa kwa ajili yako mimi naenda kutafuta kipindi cha ile zipo. Yaani mpaka post Instagram zipo mbona? Yaani maelezo yapo. Yaani unafikiri huyu wa Instagram na anaongea ni watu wawili tofauti? Au nikusomea moja ya post ambayo nilijaribu. Anyway, nilirekodi vile. Kwa hiyo sawa. Sasa mimi nitakuwa mtu wa ovyo ambaye nisema kwamba kuna mtu pia aliniambia ulisema haiwezekani kusajiliwa. Jamani, kwani yani how comes nisemi kwamba usajili hauwezekani? Lakini tunaongelea taarifa. Mfano mimi nataka nikwambie kitu kimoja. Wewe kwenye hichi kipindi hapa hujasikia, umesikia watu wangapi wanampiga Dandili Feitoto? Wanampeleka Simba, mwingine anampeleka Yanga, mwingine anasema bado hajalii, si ndio? Lakini msimamo wangu mimi unaujua. Leo nakukumbusha tena hapa. Nilisema hivi, hilo dili sasa hivi la yeye kwenda Simba au kwenda Yanga halipo. Kwa wakati huu ambao mimi nazungumza, mpaka sasa hivi nazungumza kwenye mic hapa. Kuna watu wanasema mara kaenda huku mara atatambulishwa huko. Mimi Ashraf nakwambia sasa hivi hilo dili la huyo kwenda Simba au kwenda Yanga halipo. Mimi nina chanzo kwamba lipo, lakini siwezi kusema hiyo. Ni wapi? Useme chanzo, wewe zungumza hicho ulichoambiwa. Usitaje sote. Hata hicho sitaki kuzungumza. Nyie subirini tu mtaona. Tusubiri tu. Hata mimi kusubiri sinaweza kusubiri tu. Kwa hiyo maana yake huyu ni kama ana predict, yani kwamba kitakachotokea aje tuambie. Si predict na linda chanzo. Chanzo kimeamua kunipa mimi taarifa, lakini wewe toa taarifa, usitaje chanzo. Sinasema tunamlinda sosi. Kimeamua tu kunipa chanzo. Kimekwambia nini? Taarifa tutajua sosi ni nani. Tutajuaje sasa? Na hata msipojua nitakuwa nimevunja uaminifu. Yeye kanipa tu kama umbea ambao mimi nibaki nao mwenyewe. Ombea kwenye unajua iko hivi. Kuzungumza sio kosa. Yaani kuzungumza sio kwa sababu si kweli wa taarifa, sio makosa. Makosa ni hukupewa tu ruhusa. Lakini kuzungumza sio makosa.